Mtazamaji wa Dimbani ya TV3, kama ilivyo ada au nikwambie kama unavyofahamu, huwa tunakuwa na wageni mbali hususan kwenye masuala ya michezo. Na leo hii niko na afisa habari wa Pamba Jiji FC. Huyu sio mwingine ni Moses William. Kubwa tunazungumzia kuelekea kutamatika kwa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu 2024-2025. Tunaangazia malengo yao. Je, wameyafikia au wana mipango gani kutamatisha ligi kuu msimu huu? Moses. Kwema. Mungu ni mwema Kabisa. Yeah. Nikukaribishe. Hapa nyumbani. Ligi kuu soka Tanzania bara inaelekea kutamatika. Malengo ya msimu huu mmeyafikia mpaka sasa hivi au nusu ya malengo? Malengo hatujayafikia. Tulitegemea tuwe kwenye mazingira mazuri zaidi ya haya ambayo tuko nayo kwa hivi sasa, ukiachilia mbali kile ambacho tuko nacho. Kwa hiyo nadhani ni msimu ambao mpaka hapa ulipofikia ni msimu ambao tumejifunza zaidi kuliko kutekeleza malengo na mipango yetu ambayo tulijiwekea. Lakini kupitia msimu huu ambao haujakamilika, yako mengi ambayo tumeamini tumeyachukua yatatusaidia kuelekea kwenye msimu ambao utafuata kwa kudra za Mwenyezi Mungu, tukiendelea kuwepo na mambo mengine yakiwepo. Kwa hiyo tunaamini huu ni msimu ambao tumejifunza zaidi kuliko kutekeleza mipango ambayo tulitamani tuifanye kwa msimu huu. Umesema ni msimu ambao mmejifunza zaidi, lakini kutokufikiwa kwa malengo, changamoto kubwa ilikuwa ni nini? Ushindani wa ligi au ni usajili? Ukizungumzia usajili unazungumzia pia ushindani wa ligi, kwa sababu ushindani wa ligi umegawanyika kwenye maeneo mengi. Kuna ndani ya kiwanja, kuna nje ya kiwanja. Kwa maana hapa kuna nguvu za kiuchumi, unaweza kuwa unamtaka Feti na kuna mwingine pia anamtaka. Kwa hiyo mnashindana sasa viwango. Yule ambaye mwenye dau uzuri ndio atamchukua Feti, yule mwingine hatomchukua. Kwa hivyo hata kwa wachezaji. Kwa hiyo unaenda ukiwa una project ambayo ikamvutia mchezaji, unamchukua mchezaji. Ukiwa una pesa ambayo imemvutia mchezaji, unampata mchezaji. Kwa hiyo ndio maana nikasema tumejifunza vitu vingi, sio tu swala la kusema sio labda ubora wa wapinzani na vitu vingine, lakini of course wala hatuwezi tukakataa, ligi imekuwa ni ngumu, ligi imekuwa na ushindani. Kwa ndio maana nikasema yako mambo mengi ambayo tumejifunza kuanzia kwenye technical areas. Kama unakumbuka tulianza na bench tofauti la ufundi, baadaye mpaka hivi sasa tunakwenda kumaliza na benchi tofauti. Kwa hiyo liko pia somo ambalo tulilipata kutokea hapo, benchi ndio kuwepo nalo na benchi ile ambalo tumepita. Lakini pia kwenye dirisha dogo unaweza kuona pia wachezaji wengi pia tumeongeza ambao wamekuja kutuongezea kitu. Ni funzo pia pale tunalipata kwamba dirisha kubwa mnatakiwa mlitumieje na dirisha dogo mnatakiwa mlitumieje. Kwa hiyo yote tumejifunza, ndio maana nikasema ni msimu ambao kwetu sisi tumejifunza zaidi kuliko kutekeleza malengo yetu. Umezungumzia swala zima la benchi la ufundi na mengi yalikuwa yakizungumziwa hususan masuala ya mabadiliko ya benchi la ufundi katikati ya msimu. Nyie kwa upande wenu imeboresha au imewaangusha kwa kiasi gani kubadilisha makocha na mabenchi ya ufundi kwa ujumla katikati ya msimu? Ukisema imetusaidia kiasi gani, maana yake kuna vile ambavyo mshabiki ataona, alafu kuna vile ambavyo sisi kama club tutaona. Shabiki yeye always anaangalia amebase kwenye tunasema result oriented, yani yeye anaangalia tu tumeshinda basi. Ila kwenye timu mnaweza kuwa mnaangalia vitu vingi. Yes, kuna mechi mnashinda, lakini mnaangalia kama kuna kitu hakiko sawa kwenye eneo hili A B C D na kuendelea. Kwa hiyo kuna progress kwa maana ya alama. Bench lililopita walikusanya alama chache kuliko benchi hili. In terms of labda hata nafasi, bench lililopita tulikuwa kwenye nafasi fulani, sasa tuko kwenye nafasi fulani. Kwa hiyo yako maeneo kwenye eneo hilo, lakini pia yako mambo ya ndani ambayo hatuwezi tukaweka public kwamba eneo hili tumefanikiwa, eneo hili hatukufanikiwa. Na mara zote mimi nimekuwa nasema bench lililopita sio kwamba lilikuwa ni baya, lakini lilikuwa na matokeo mabaya. Kwa hiyo obvious timu ikiwa inafanya vibaya, watu wa kwanza kuwa counted wanakuwa ni technical bench. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida. Mwalimu mkuu na wenzake walijitathmini, wakakaa na management, wakaona huu ni muda wetu wa sisi kuondoka, tuachie watu wengine. Wamekuja Minziro na Wandibas assistant, wamefanya ambacho wamekifanya, tumefika hapa. Kwa hiyo kila kitu kina faida na hasara. Kwa mkiwa mnalitoa benchi, wakati mwingine ziko faida mtazipata kwa sababu wachezaji wanahisi wanaweza kuonesha kitu kipya kwa mwalimu mpya ikawasaidia, lakini wakati mwingine pia inaweza take time mpaka wale wachezaji kuadapt kila ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa hiyo inawezekana mimi nilikuwa winga kwa mwalimu Feti,
yeye Feti anataka winga wake asikimbilie pembeni, lakini amekuja Mwalimu Juma, yeye anataka winga wake yeye akimbilie ndani, asikimbilie pembeni. So huo ndio utofauti. Kwa hiyo sasa ili mpaka mchezaji aje kummaster mwalimu anataka hivi na nini, muda kidogo unakuwa umeenda. Kwa hiyo mwalimu anakuwa na kazi ya kutengeneza timu, lakini pia na kutengeneza mchezaji mmoja mmoja ili aendane na kile ambacho anakihitaji. So inachukua kidogo muda mrefu, lakini tunamshukuru Mungu, yote yameenda kwenye level ambayo yameenda. Tumefanikiwa kwenye level ambayo tunahisi tumefanikiwa, lakini ndio maana nikasema ni msimu ambao tumejifunza zaidi. Tunaamini msimu ujao Mungu akitusaidia tukabakia kwenye nafasi nzuri, tutafanya mazuri zaidi ya haya. Umeangazia pia swala la nafasi ambapo wengi wakiangalia wanatazamia zaidi timu zinazopanda daraja kutoka NBC Championship kwenda ligi kuu. Pamba mkiwa mmetazamiwa zaidi. Na mnahisi hilo liliwapa changamoto gani katika ushindani mkiangalia mechi tunayoelekea kuicheza na mashabiki wanachokitazamia? Hilo liliwapa changamoto kiasi gani katika kuelekea sasa kupambana kuhakikisha kwamba kama mnavyosema mnaitetea nembo ya klabu? Kwanza mimi wanaamini ugumu sio haiwezekani. Yaani ugumu sio haiwezekani. Yaani unaweza ukaenda sehemu mbele ukaambiwa sijui itakuwaje, lakini mwisho wa siku ile ndio njia lazima upite ili uweze kufikia hayo mafanikio. Kwa hiyo sisi maneno kama hayo hayajawahi kutuathiri, hayajawahi kuingia kwa viongozi, hayajawahi kuingia kwa wachezaji. Kwa kila mmoja yuko ana concentrate na jambo lake ambalo anatakiwa kulifanya. Mwalimu anatakiwa kutengeneza timu, mchezaji anajua kazi yake hivyo. Kwa hiyo haijawahi kutuathiri, zaidi na zaidi inaendelea kutumotivate kwamba wako watu ambao sio kwamba wanatuchukia, wanahisi au wanatamani tufanye zaidi ya hivi ambavyo tunataka au si tunafanya. Kwa hiyo tukitizama comment za hivyo au mtu amesema, tunasema yes, sio kwamba tunataka tu approve, no. Tunataka tuendelee kufanya vizuri ili kuendeleza kile ambacho sisi tunaamini tunakiweza, sio kwa ajili ya kuapprove watu. Kwa hiyo sisi kwetu ilikuwa inatusaidia kutumotivate zaidi ili tufanye zaidi kuliko vile ambavyo watu wanafikiri labda kutukatisha tamaa na vitu vingine kama hivyo. Hamasa ambazo mmekuwa mkizipokea kuachana na mashabiki kutoka kwa viongozi. Tumeona viongozi wa mikoa mbalimbali wakitoa hamasa kwa klabu mbalimbali kuanzia NBC Championship hata mpaka ligi kuu. Nyie imewabeba kwa kiasi gani? In general, tangia tukiwa kule chini, pongezi kubwa sana kwa Mheshimiwa Amos Makala. Alifanya kazi nzito, ngumu, kubwa na maamuzi magumu ya kiume ambayo aliyafanya kuhakikisha leo hii watu wanaiona Pamba Jiji. Ni maono yake yeye, ugumu wake yeye wa kutokusikiliza watu, lakini lengo ni alitaka Mwanza kuwe kuna kitu ambacho leo hii tukikaa tukimwangalia Amos Makala kwenye majukwaa yake akiwa anafanya mambo, tunasema liko jambo huyu mzee alituachia kwenye klabu yetu. Kwa hiyo kiukweli alifanya uthubutu mkubwa. Sisi ambao tulikuwepo kule chini kabla haijafanyika transformation kuitoa timu kule na kuipeleka timu kwenye halmashauri ya jiji la Mwanza, nikisema hivi watu ambao tulikuwepo wananielewa. Kwa alifanya maamuzi magumu ambayo leo wana Mwanza wanafurahia kuiona timu kunako ligi kuu. Lakini Mwenyezi Mungu akatubariki jambo lingine, tukaletewa mkuu wa mkoa mwingine ambaye ana mapenzi makubwa na sio tu kwa mpira, lakini ana mapenzi makubwa na wananchi. Saidi Mtanda miongoni mwa miwa anamuita Chaboli, anapenda mpira, ni mkuu wa mkoa ambaye ukifika sehemu mpaka uambie huyo ndio mkuu wa mkoa. Yuko tu hambo, anashirikiana na wananchi kawaida. Yaani hapa unaweza mkakaa bana hivi ndio mkuu wa mkoa hivyo. Ni mtu ambaye anapenda, yani hataki kwamba afike hatua aseme bana mimi ni fulani. Mnaweza mkao amefika hata mazoezini, mnataka kucheza labda amechelewa, anasubiri utaratibu. Wewe umechelewa, kaa pale nje, ataingia baadaye. Na hana shida kabisa. Kwa hiyo ni Mungu tu aliamua wakati yanafanyika mabadiliko ya kumtoa Amos Makala anapewa majukumu mengine. Watu wengi tuliamini sasa ndoto zetu pengine zimeisha. Lakini ikawa bahati, Saidi Mtanda amekuja akapita kwenye njia bora zaidi. Na yeye mpaka sasa hizi tunaweza tukasema kuna legacy ambayo ameiweka kwenye timu. Kwa watu wawili, ukiachilia mbali watu wengine ambao wamefanya kazi, lakini watu wawili wamefanya mambo makubwa, magumu ya hapa tulipofika. Lakini waheshimiwa madiwani walikuwa wana uwezo wa kusema pamoja na hiki ambacho wamekisema Amos Makala, hapana, sisi tuna mipango yetu mingine, lakini wako very positive madiwani, wakapokea hiki ambacho kimepokelewa. Kwa hiyo pengine hao hata siku wakisema hii timu hatuitaki, of course tena hao ndo wanayo mamlaka ukiachilia mbali hiki ambacho kimefika. Kwa hiyo kiukweli viongozi na hamasa zao zinasaidia sana. Na wakati mwingine kuna watu wanatoa hamasa za maneno, kuna watu wanatoa hamasa za pesa. Zote hao wakubwa wamekuwa wakizifanya na zinatusaidia, sio kwenye mechi moja, mechi tofauti tofauti. Kwa mfano mtu kama Saidi Mtanda kuna muda
yani ukiachilia mbali bonus ambazo zinatoka kwenye halmashauri ya jiji la Mwanza, lakini yeye mwenyewe binafsi kuna muda anasema mimi kama mimi natoa shilingi kadhaa, yeye kama yeye. Kwa hiyo kiukweli ni mtu ambaye so far amepambana, anastahili credit sana kwa msimu mpaka hapa timu ilipofika. Kuna kazi yake kubwa sana ambayo ameifanya ushirikiana na viongozi wengine, mtu kama Mstahiki Meya, mwenyekiti wetu Biko Koticha na wengine wamefanya kazi nzito mpaka timu kuu hapa. Na imani, mnaamini katika zile bonus ambazo zinatoka kwa wachezaji? Unajua mpira wa miguu Feti, ni mchezo pia ambao unahusisha utayari wa akili. Na kwa watu ambao wanafanya research, sasa hivi coaching nilikuwa nimeweka pembeni kidogo. Mara ya mwisho nakumbuka ilikuwa ni akili, yani kwa maana ya mpira unachezwa kichwani na mguuni, lakini kichwani kuna asilimia nyingi zaidi kuliko mguuni. Kwa hiyo mchezaji akienda kwenye mechi au kwenye mazoezi, kichwa chake hakina mambo mengi, ni rahisi kutekeleza kile ambacho anaambiwa. Lakini mchezaji anaenda hapa anawaza nyumbani hamna maji, nimepigiwa simu nadaiwa sijui luku, alafu baadaye Minziro anamwambia nenda pale raundi 10, nenda rudi piga cross, atasikiza ya kwanza ya pili atachanganya mambo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine bonus hizi ambazo tunatoka kuzizungumza ziko mechi ambazo zimetusaidia. Bahati nzuri kwenye timu yetu sio kwa ajili ya mechi moja au mbili. Kwa hiyo mechi zote kwenye wa level yetu ambao wanatuzidi wamekuwa wanafanya. So ni jambo la kawaida ambalo kwetu limekuwa liko positive. Wengine pia inawaathiri, lakini kwetu tunashukuru imekuwa iko positive na tumekuwa inatusaidia kuelekea kwenye mapambano yetu.